seed sowing mpaka vile Kristo atakavyorudi. Ukipata nafasi, maandiko amesema ukipata nafasi itumie. Kwa sababu nafasi Mungu atazipeana. Utakutana na mtu ambaye ana njaa, msaidie. Utakutana na mtu ambaye hana nguo, toa moja, badilisha yeye. Utakutana na mtu mgonjwa, saidia yeye aende hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Yesterday I was looking at a lady. She comes from Grinyana. Ambaye alikuwa na problem ya kupata watoto for the last 3 years. Kipata mimba zinatoka. This time round Mungu anambariki. Mimba zenye zitoka 3, analeta watoto 3. Mama anachanganyikiwa nifanye nini? That is an opportunity. Kama unaweza pita barabara kama hiyo, ingia West, nunua nguo. Enda mahali kama hapo, bariki huyo mama. Mungu atafungua milango mbele zako. Mungu atafungua njia mbele zako. Praise the name of Jesus. Kuna watu mnafikirianga ati watu wakiwa ma president ati ndio wana kila kitu. Hata Othaya kwa kina Kibaki kuna watu wana tabu. Mama mmoja amepatikana huko na mtoto wake anahangaika, anateseka, tabu. Dada moja aweli wisha akajitokeza, akasema huyu mama tunaweza fanya kitu. Wakashikana na marafiki, akaweka hizi forum, badala hizi vitu mnachanga vya matanga, yakachanga ya kwenda kusaidia mama. Kaingia lile boma, kajengea mama ule nyumba. Akaenda akaonana na governor, kamwambia governor, mimi nimejenga nyumba na marafiki, na wewe weka stima. Governor wa Nyeri ameweka stima katika ile nyumba. Mungu atafungua milango mbele zako, tumia hizo milango kusaidia mtu. Because kutoa kwa maisha Mkristo ni kupanda. Jina la Yesu lipewe sifa. The fruit occurs in a later season than the sowing season. Did you hear that? When you sow, remember kuna majira ambayo tunda litaonekana. So, sio vitu venye unapanda na unasema nangoja saa hii. Panda tu, in the latter season the Lord knows it. It is in proportion to the amount sown, according to 2 Corinthians 9, 6 and 7. Paul says, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously, the way Wanakalietu wametuambia leo, atavuna pia kwa ukarimu wa Mungu. Verse 7, the Bible says, each of you should give what you have decided. Hallelujah. Kama kuna jambo linasumbuanga moyo wangu, ni wakati ninaona Mkristo anatoa ni kama anasukumwa, ni kama analazimishwa, anakaa kinungunika, akilalamika. Utoaji wa Kikristo si wa kulalamika, ni Ukristo unawaza kwa moyo wako na unaamua na unamtolea Mungu. Praise the name of the Lord. Na wale ndikuwa nao leaders kwa stewardship hapa, niwaambie tunga midomo zako. Unaambukisha watu maneno yenye haisaidii. Kama unasikia kwa moyo wangu wako ya kwamba sitatoa, nyamaza. Kuna mtu ataingia kwa mfuko wako na kutoa. Praise the name of the Lord. Kama mlipoingia hapa asubuhi, nani alijua kwamba mna 50,030 kwa mfuko wenu? Nani alijua? Si ni yako? Na unajua Biblia ni nzuri sana, ni yako. Na hata saa hii pengine mngali na sijini. Naona mkisema mngali nazo, usinionyeshe huruma unayo. Mimi sijui hapo na kaje. Hivi vitu vya mama hivi na vitu tu viko nayo. Ndio naona roho Mungu alikasirika sana na Anania na Safira. Waliwauliza, jamani, hilo shamba wakati mlikuwa mjao, si nilikuwa ni lenu? Ni yenu. Wacha kuongea maneno ya isaidi. Utoaji wa Kristo ni wa hiari. Na ninasema kama mlinda madhabahu ya Glory Baptist Church, utoaji Glory Baptist Church ni wa hiari. Waza kwa moyo wako, fikiria Mungu wako, toa kwa hiari. Kwa sababu Mungu anapenda wote watoao kwa hiari. Na ukisikia kwamba hautoi pia kuwa na amani. Hapana, chochea watoaji kuwa na amani na baki hivyo. Na utaona watoaji Mwenyezi Mungu akiwainua juu. Taona mtu anaweka mbegu yake hapa, anatoka hapa, anaitiwa kazi. Tumejua hizo zinafanyika. Na I stand to say again, na mtaona Roho Mungu hajanidanganya. Roho Mungu hanidanganya. Mtaona watu wakiingia church. Na hata simu zenye nimepokea kwa hii miezi ni nyingi. Wana Glory Baptist Church wakiniambia, tunaona mbele. Tunaona macho yakifunguka. Tunaona vitu vinafanyika. Na mimi nasema endelea katika hiyo neema. Mungu wetu hadhihakiwi, toa kwa hiari, kwa upendo, decide in your heart and give. Not reluctantly and not under compulsion. Nikuibie siri nyingine hapo wa Kristo yenye nasumwaga sisi.
Ukiambiwa toa kwa hiari, sasa you start to relax. Tell me to relax. Tell me to relax. Because I will show you. Again, tell me to relax. The Bible says, in cheerful giving, you don't relax. Hello? Unaendelea kama Tabitha. You don't relax. Unaendelea kushonea watu nguo zimeraruka. Don't relax in giving. By the way, the King James Version inatumia neno nzuri sana. Usizembe, endelea. I'm ready now for this. Are you ready with me? Yes. Nilifungua records za Bethel House. Na Sunday secretary kwa janga hiyo kitabu kwa ofisi yangu. Nilipindua nikapekua kidogo. Nikapata 2019, 2020 ya corona mpaka 2021. Mwaka mmoja na miezi 6. Unakumbuka vile tulitoanga hapa sadaka ya hiari? What house are we building? Bethel House. In quotes? Nickname? Kwa hiari toa sasa? Kwa hiari toa? Kwa hiari toa? Mliniangalianga tu kwa hiari toa? Hata ziko lakini mshtuki. Kwa hiari toa? Kwa hiari toa? Mwaka moja na mlitoa 56,000. Mwaka moja na. Hii gia yenye tumeengage juzi kuanzia 28 March this year. Ninahesabu tu April na ninahesabu tu March, April and May. Sababu tunamaliza leo. Tumetoa 150,000 plus. Sasa ndio makofi. What is the difference? Siku ile ya Bethel House toa kwa hiari. Na hii nyingine, what is the difference? Brothers and sisters, unaweza ongea sana na kuhubiri. Toa kwa hiari. Toa kwa moyo. Toa bila kuchunguzwa. Lakini mmenifundisha lesson, mnapenda kutoa mkichunguzwa. Mnapenda kutoa mkionwa. Mnapenda kutoa tukiwaona tukiwapigia makofi. Understand, pastors, don't joke. Let's walk that walk. Please, chama tutembee tu hiyo barabara. Yes. Kwa sababu kama mimi nitasema Biblia inasema Mungu anaona siri, hiyo ikushtui. Kumbe siri utaki siri. Unataka hadharani. Wewe unasema nina 5 yako na ngapi? Na sisi nasema hello tumekuona. Na tunakubandika hapo nasema na bado tunaona target. But when glory Bible said waombe kwa jina la Yesu. Are you ready to hear this? Yes. Ninamaliza mambo ya stage. 25th year mini jubilee ile kanisa. Ninakuomba kwa jina la Yesu. Ondoka kwa kuwa mtoaji kwa sababu tunakuona ama tunakusifu. Amen. Toa kwa sababu unampenda Mungu. Yes. Andika cheki 1,100 kwa siri na uweke kwa hiki kapu useme Kaliet Bethel House ijengwe. Amen. Mungu aonaye sirini. Yes. Ana thawabu kubwa ya maisha yako. Dhani kunisumbua, lazima nikuweke mbele, lazima nikupange wawili, lazima nikufanye nini? Watu wa 25 years, please pass that test. Amen. Colossians 3:23, our philosophy. We do not do things for the sake of men. We do things to bring glory and honor. Amen. Mwana Glory Baptist uamke tu mahali hapo na Mungu akusaidie. Toka hapo. Tuachie wanasiasa kujionyesha. Wao ndio wangali kwa dunia kujenga. Sisi tuchague tu. Iwe ni kwa watoto, iwe ni kwa vijana, iwe ni kwa wamama, tuondoke hali ya kurelax na tutoe matoleo mazuri yaendeleshe kazi ya Mungu. Ninazungumza kama mchungaji ameona watoaji. Nimeona watoaji wa Afrika hii. Nimeona watoaji hata wazungu wa ng'ambo nimewaona. And I've seen those who give secretly. I've seen them.
I know one of our church here in Kenya, viongozi wangu nimewaambia several times, a church where a person marches in the church, anasema kwamba nimeona evangelism ministry inahitaji gari, na anakuja na gari na kifunguu, na anasema kuanzia leo idara ya uinjilisti wafanye kazi ya Mungu. Na kuji Sunday, anakuja katikati ya wiki, anaona pastor kwa ofisi, na anaambia pastor, hata hii haihitaji matangazo, haihitaji kutangazwa hii nimeleta ifanye kazi ya Mungu. Na mchungaji anaangalia anasema, ninajua mtu mmoja ambaye anazungukanga hii Kenya na matatu akihubiri Injili, na anamuita na anasema, Sunday from today logbook ndio hii, kifunguu ndio hii, hilo gari ni lako na limejaa mafuta, enda ubiri Injili. So on a glory we can get there. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'll be very happy to see you there. I'll feel a blessed pastor. And let me tell you, baraka zitatiririka kwetu nyingi sana. Sasa tunapoingia mwaka 25, Peter huo mtihani. I'm not happy with this, I tell you. Sina rana hii. Nilipoangalia hii haikunifurahisha. Ilinionyesha bado kumbe nina watoto wanaotaka maziwa, na mimi nafikiri mwaka 25 nina watu ambao wako juu. Miezi 2, what has caused difference na wasting one full year. The seed is of high degree than the form in which it is sown. Mara nyingi wakati unapanda mbegu, haina sura, haina uzuri wote, lakini ni nzuri. John chapter 12 verse 24, the Bible says, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground, mbegu ya ngano isipoanguka mchangani na kufa, it remains only single. But if it dies, it produces many seeds. James chapter 5 and verse 7, the Bible says, be patient. Hallelujah, man of glory Baptist. Then, be patient, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Fanya mambo kwa sababu ya watu kwa ajili ya Mungu. Ecclesiastes 11 verse 1 to 6. I close by reading this. Wimbo Mhubiri 11 verse 1 to 6. The Bible says, Panda, my Bible says, ship your grain across the sea. Ecclesiastes 11 1 to 6. Ship your grain across the sea. Wale wana Bible unaweza fungua. I want you to see these words. Mhubiri ni baada ya Mithali. Baada ya kitabu cha Mithali utaona Mhubiri, na tutakuwa tayari kutoa mbegu yetu na kuomba. Mhubiri 11. Tasoma ule mstari wa kwanza nimalizie wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Please sikiliza haya na soma kwa Kiswahili asikupite. Mwandishi huyu alijua siri ya kupanda. Anasema, tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Uwagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Mawingu yakiwa yamejaa mvua, yataimimina juu ya nchi. Na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, paangukapo ule mti, papo hapo utalala. Kutoa katika maisha ya Kristo ni kupanda. Ukisikia mwandishi huyu mwenye hekima akisema mti kuanguka, sasa hiyo ni baraka. Praise the name of the Lord. Mti wa baraka, baraka ikiamka kuangukia mpandaji, ukiamua ni kusini, itaanguka kusini. Ikiamka kaskazini, itaanguka kaskazini. Hata hautahitaji kuambiwa. Verse 4.
Mwenye kuangalia upepo hawezi kupanda. Mwenye kuangalia upepo hatapanda. Naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Jamani, hii ni mambo ya Kenya kabisa ya uasilisho. Verse 5, kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi ya mifupa ikuavyo tumboni mwake. Jamani, hata akina mama, hii vile mifupa inaweza jifanyia katika tumbo mwa mama mjamzito, kadhalika haujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Jamani mpanzi, kuna Mungu afanyaye mambo yote. Verse 6, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Mwana Glory Baptist Church sema amen. Simama kwa miguu yako miwili. Mungu ametupatia nafasi Jumapili ya leo ya kutoa sadaka zetu kama mbegu. Na katika memory verse ya leo niliona brochure zetu zilichelewa. Nilikuwa nimepanga kwamba tusome na wewe huu mstari na tutausoma. Kutoa kwa Mkristo ni kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Sikia vile Zaburi, ibada ya kwanza nilisikia first service youth pastor akihubiri hii. Na nashukuru iko kwa memory verse ya pili. Leo tunastahili tuwe na 2 memory verses ambazo tunastahili tuziangalie. Leo Psalms 126 inasema Bwana alipowarejesha mateka Sayuni. Hasa huyu ni mtu ambaye amekuwa akipanda akingoja tu Bwana. Alipowarejesha tulikuwa ni kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo. Yaani wakati Mungu anafika kukuinua, hata si wewe utasema, ni watu watasema, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana ameinua ule ndugu, ameinua ule dada, amekumbuka lile kanisa. Bwana asifiwe. Bwana ametendea mambo makuu. Tulikuwa tukifurahi, Bwana uwarejeshe watu wetu waliofungwa kama vijito vya kusini. Ibada kama ya leo pia imebeba watu kufunguliwa. Praise the name of Jesus. Imebeba nafasi ya watu kuwekwa huru katika ndoto na maombi na maono ambayo tumekuwa nayo maishani. Alafu sikia mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuako mbegu za kupanda, hakika huyo ni Mungu atarudi kwa kelele za furaha aichukuapo miganda yake. Praise the name of Jesus. Sijui kwa nini waimbaji hawajafika tuanze kuimba ule wimbo wetu wa seed sowing. Wapandao kwa machozi watavuna kwa furaha. Hiyo ndio wimbo nataka tu tuimbe as we do. Na Jumapili iliyopita ninajua nilisahau kukumbusha wengine wenye wanaingia ibada kama wamechelewa ya kwamba ibada leo ni seed sowing. Ninataka nipeane nafasi, kama hauna basha ya seed sowing utapewa. Mimi ninamaliza kuanzia Sunday ijayo na ingesho mission nyingine. Ziko kazi nyingi ambazo zinangoja nizifanye before the year ends, na nataka nikupe nafasi. Kama una basha ya seed sowing utakuja, naomba upewe. Watu wa finance, please give them, those who don't have. Every believer should have an envelope. Kila muumini anastahili awe na hiyo basha, kwa sababu ni vema upande kwa sababu ya faida yako na maisha yako. Na hebu nione ni wangapi walifaulu kupata hiyo envelope. Unayo? Mimi ninayo. Hebu nione kwa mkono, sababu kama una ndio utakano usije. Thank you, I have mine. Thank you so much. Disha chini. Wenye hawana wapate. Mimi ninamaliza, ninatimiza neno la Mungu na ninakuachia nafasi ya Mungu wetu haki. Apadacho mtu licha atabuna kidogo tu tutaanza kuimba sasa hivi. Ningependa wa Kristo wote waelewe tunafanya nini. Si tu mchezo sarakasi tunafanya. Tuko kwa business kali ya ufalme wa Mungu ambayo itasababisha utofauti kwa maisha yako
maisha yako mwenyewe kulingana na kupanda kwako. Kutoa kama Mkristo ni kupanda. Bwana majeshi asifiwe. So nataka nikupe nafasi sasa, wimbo unapoimbwa pole pole. Kikapu cha mbegu ndio hicho. Utakuja nacho na nitakupa nafasi. Corona hairuhusu watu wengi. Nitakupa msimamo wale mtaweza. Mtu unasimama na mbegu yako. Mimi langu nitazungumza neno sawa sawa na upanzi wako. Na Mungu mwenyewe anajua kila kafanya. Karibu. Wanarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojawa na kicheko, na ulimi wetu kelele za furaha. Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojawa na kicheko, na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika